Akizungumza jijini Arusha katika ufunguzi wa kikao cha 38 cha Baraza la Wafanyakazi wa Wakala wa Vipimo WMA kilichoshirikisha wajumbe 77 kutoka maeneo mbalimbali, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo kwa niaba ya waziri wa wizara hiyo Judith Kapinga amesema kuwa WMA imefanya kazi kubwa ya kulinda uchumi wa nchi kwa kuhakikisha vipimo vinavyotumika katika biashara vinazingatia viwango vinavyotakiwa, hivyo waongeze juhudi kwa kuwa uchumi wa nchi unategemea taasisi hiyo. Kabla hajaona mzigo ni imani, lakini imani siku zote inajengwa, na imani inajengwa na serikali na taasisi zake. Ikiwa sehemu ya utaratibu, inakuwa utamaduni. Na sisi kama WMA mna wajibu wa moja kwa moja wa kushiriki katika ujenzi wa imani ya Watanzania, kwamba anapotoa fedha yake, anaponunua kilo moja ya sukari, basi iwe kilo moja. Ikiwa gramu 800, maana yake ameibiwa gramu 200. Kama sukari yake ilibidi atumie kwa wiki, akatumia kwa siku 4 ama siku 5, maana yake tumempokonya uwezo wa Mtanzania wa kuhifadhi akiba yake. Maana yake tumeshiriki katika kumhujumu Mtanzania. Lakini vipimo vimezungumzwa kwenye Biblia na misafu. Kwa hiyo kazi ambayo tunafanya hapa ni kazi ya kiuadilifu, ni kazi ya kizalendo, ni kazi ambayo tunaifanya kwa ajili ya kumtumikia Mungu kupitia wanadamu wenzetu. Tunazungumzia sasa hivi kwamba katika ndani ya miaka mitano mmeweza kuwa na ofisi 26 katika mikoa yote 26 Tanzania bara. Hii ni hatua kubwa katika kumsogezea huduma Mtanzania. Ndani ya kipindi hicho cha miaka mitano mmeweza kufanya kuhakiki, mmefanikiwa kuhakiki vipimo zaidi ya milioni 5.5, ikiwa ni utekelezaji wa sera ya biashara ya mwaka 2003 toleo la 2023, sera ya maendeleo endelevu ya viwanda ya mwaka 2025 na sera ya maendeleo ya ujasiriamali ndogo na zakati ya mwaka 2003 toleo la 2025, ambapo sera hizo zinaonyesha umuhimu wa uzingatiaji wa vipimo kwa bidhaa zinazozalishwa nchini ili kuweza kufikia masoko ya kikanda na kimataifa, sambamba na uzingatiaji wa vipimo sahihi kwa bidhaa zinazoingizwa nchini ili kupunguza vikwazo vya kibiashara. Utekelezaji wa majukumu yenu umesaidia kuendelea kuvutia sekta binafsi kushiriki katika uwekezaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuifanya nchi yetu kuwa sehemu nzuri katika mizania ya kimataifa ya wepesi wa kufanya biashara. Juzi nilikuwa nimezindua ama kukabidhi vyeti 13 kwa bidhaa 13 ambazo zimekidhi viwango vya Afrika. Kuna taasisi ya viwango inaitwa ARSO ambayo imetambua bidhaa za Tanzania zaidi ya 13 kwenye sekta ya chakula pamoja na kilimo. Hatua hii ni kubwa sana. Bila shaka kama mnavyofahamu, 70% ya utekelezaji wa dira yetu ya 2020 itategemea sana sekta binafsi, na hili sekta binafsi ishiriki ili tufikie malengo ya dola trilioni 1 kama dira inavyotuelekeza. Ni lazima bidhaa za Tanzania ziuzwe nje ya Tanzania, na hatuwezi kuuza bidhaa zetu nje kama zikiwa na negative connotation, kwa sababu nchi siku zote inauzika kwa huduma, kwa aina ya bidhaa ambazo inazalisha kwenye soko la dunia. Tukikubali wajanja wachache wafanye uhuni kwenye vipimo, kwenye mizani, kwa bidhaa ambazo tunasafirisha nje, hatutaichafua Tanzania. Tunaenda kuwatesa watoto na wajukuu zetu, kwa sababu watatumia akili nyingi, watatiki riski ya mitaji, watawekeza kwenye biashara, hawatapata soko kwa sababu sisi tulishindwa kutimiza wajibu wetu leo, kudhibiti wahuni wachache, kutempa na mifumo. Na hatima ya bidhaa ya Tanzania nje imeshikwa na wakala wa vipimo WMA. Hatuna mbadala. Mmepewa dhamana
kubwa kuliko mnavyofikiria. Nyinyi sio askari tu wa mstari wa mbele ambao mnalinda image ya Tanzania ndani na nje ya nchi. Nyinyi ni askari wa mbele wa kulinda viwanda vyetu, kulinda biashara zetu, na kwa hivyo kuhakikisha mapato ya serikali yanazidi kuimarika na kuongezeka. Aidha, wakala wa vipimo WMA imezindua mpango mkakati wa miaka mitano wa mwaka 2026-27 hadi 2030-31 ambao utakuwa na mwongozo wa utekelezaji wa shughuli zote za taasisi katika kipindi hicho. Jina langu naitwa Alban Mark Kihula, mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo, lakini pia katika kusimamia sheria ya vipimo sura ya 340 nafahamika kama kamishna wa vipimo hapa nchini. Katika kikao hichi tumezindua mpango mkakati wa mwaka 2026-2027 ambao kufikia mwaka 2030-2031. Katika mpango mkakati ule ndio tumeweka mipango yetu katika hiyo miaka mitano, ikiwa pia imezingatia utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Kwa hiyo kupitia mpango mkakati ambao tumeuzindua leo, tunatarajia kwanza, kama alivyosema mgeni rasmi, tunaenda kuongeza imani kwa wananchi kupitia vipimo ambavyo wanavitumia kupata huduma mbalimbali. Lakini pili, tunaenda kuongeza imani kwa wananchi katika bidhaa ambazo wanazinunua, tunaita bidhaa zilizofungashwa. Bidhaa zilizofungashwa ni zile bidhaa zote tunazonunua ambazo ni aidha imefungashwa kwa uzito au kwa ujazo, kwa urefu au namba. Nikisema kwa urefu ni bidhaa kama nondo. Nauziwa nondo, naambiwa nondo ina urefu wa mita kadhaa na kipenyo labda cha milimita 10, 12, 16. Kwa jukumu letu ni kwenda kuhakikisha kweli mnunuaji ananunua bidhaa ambayo iko sahihi kwa kadri ya vipimo ambavyo vimeandikwa. Lakini pia kwenye upande wa vipimo tunaenda kuhakikisha kama unaenda kununua kilo moja, kweli unaenda kupata kilo moja. Lakini kama unaenda kununua lita moja ya mafuta, kweli unapata lita moja ya mafuta. Kwa hiyo kupitia mpango mkakati huu tumeweka maeneo mbalimbali ya kwenda kuongeza jitihada za ukaguzi wa vipimo. Lakini pia tumeainisha namna ya kwenda kushirikiana na sekta binafsi. Kama mnavyofahamu kwamba sekta binafsi ndio engine ya kukuza uchumi katika taifa letu. Lakini pia tunaitegemea sekta binafsi katika kufikia dira ya 2050. Kwa hiyo kwenye mpango mkakati huu haya yote yameainishwa. Lakini pia tunaenda kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maana ya kuboresha mazingira ya ofisi zetu. Kuna baadhi ya ofisi zetu ambazo hazina mandhari nzuri na ofisi zile zinatumika katika kuhifadhia vifaa vya kitaalamu. Kwa hiyo mpango mkakati huu wa miaka mitano umeainisha vizuri sana tunaenda kuboresha mazingira ya ofisi zetu. Lakini kama nilivyosema awali, kwenda kushirikiana na sekta binafsi, tuna maeneo takriban 19 ambayo tunatarajia kushirikiana na sekta binafsi. Wito kwa wananchi: udanganyifu wote unaofanyika kwenye vipimo, ili ufahamu lazima utumie kipimo. Kwa hiyo wito wa kwanza kwa wananchi ni kujenga tabia na wenyewe kuwa na vipimo, ambacho ni kitu rahisi. Unaweza kuwa nacho au kaenda kutumia cha mtu ambacho unawakia kweli kinasoma kwa usahihi, kwa maana kwamba kimehakikiwa kwa mujibu wa sheria. Usije ukaenda nawe kuhakiki kwa mtu ambaye kipimo chake hakijahakikiwa. Kwa hiyo cha kwanza ni kujenga tabia ya kuwa na vipimo. Umenunua, unaenda tu kujiridhisha. Kwa mfano, unaweza kuwa umenunua simenti. Simenti imeandikwa kilo 50. Ukajiridhisha tu kama kweli imefika kilo 50. Kwa sababu kama umenunua mifuko 100 alafu yote kapungua nusu kilo, kuna kiasi kikubwa umepoteza. Kwa hiyo ni kujiridhisha. Lakini pili, ambao ni mfano pia kwenye mitungi ya gesi. Sheria inasema kabisa kwamba muuzaji awe na mzani kwenye sehemu yake ambayo anauza mitungi ya gesi ile ya kupikia majumbani. Lakini utakubaliana na mimi kwamba wengi hatuendi kununua, tunawatuma watu wakanunue. Kwa tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kwamba wale tunawatuma kwenda kununua, basi tuwaambie pale kuna mzani, wajiridhishe kiasi kile ambacho kimeandikwa kwenye ule mtungi wa gesi. Lakini pili, tatu, sisi tuendelee kushirikiana na wananchi wote. Tuendelee kushirikiana na wananchi wote na mwitikio umekuwa ni mkubwa. Udanganyifu uliokuwa unatokea siku za nyuma sio sawa na udanganyifu sasa hivi.
Kwa hiyo ni waombe wananchi kuzitumia ofisi zetu, lakini kutumia barua pepe ambazo zipo, lakini kutumia namba ya huduma ya haraka ambayo ipo kwenye website zetu na kwenye bana zetu ambazo ziko katika ofisi zetu mbalimbali, ili tuweze kupata taarifa na kushughulikia hayo malalamiko ambayo yatakuwa tumeyapokea. Lengo kubwa ni kujenga imani kwa wananchi. Anaponunua bidhaa ambayo anapimiwa kwenye kipimo, basi awe na uhakika kwamba bidhaa ile anaipokea kupitia kipimo ambacho kimehakikiwa, na bidhaa ile basi itakuwa ni sahihi. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.